Mambo vipi mwanafamilia wa HTNT Media ambayo umetenga muda wako kuzitazama taarifa za michezo za kina kabisa na za kweli za kuaminika na za uhakika ambazo zinakujia kila siku kupitia hapa katika TV yako pendwa ya HTNT Media. Ni wakati mwingine tunakutana sasa kuzitazama zilizochomoza katika anga la michezo hapa Tanzania. Na moja kati ya taarifa kubwa ni kuhusiana na uongozi wa bodi ya ligi kuwaita viongozi wa klabu ya Young Africans katika meza ya mazungumzo kuelekea kwa dabi ya Kariakoo ambayo inatajwa kuchezwa siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6. Zikiwa zimebaki siku 14 pekee, Young Africans bado wameshikilia msimamo wao wa kutocheza mechi hii. Katika mchezo huu basi bodi ya ligi wameona wataumbuka katika hili. Nini cha kufanya? Wameona wawaite viongozi wa klabu ya Young Africans katika meza ya mazungumzo ili kuhakikisha kwamba wanaunusuru mpira wa Tanzania. Lakini moja kati ya taarifa kubwa ambayo sasa tumekuletea ni hii ili uweze kujua ni nini kinaendelea. Kabla hatujaitazama kiundani kabisa taarifa hii, nikwambie kwamba kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi umepitwa na taarifa zetu nyingi kabisa ambazo zinakujia kila siku kila wakati. Hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine. Lakini mara baada ya kusubscribe utafuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo, utairuhusu. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu na utakuwa mwanafamilia harari kabisa na harisi wa channel yako pendwa hii ambayo inakuletea taarifa za michezo kwa maana ya HTNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila siku kila wakati. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo imekuwa ikizunguka sana katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na hiyo kwamba inatajwa kwamba inasemekana kwamba viongozi wa bodi ya ligi wamewaita viongozi wa klabu ya Young Africans kuketi katika meza moja ya mazungumzo ili kunusuru wimbi hili linalo sambaa sana katika mitandao ya kijamii, hasa kuelekea kwa mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Unaambiwa kwamba viongozi wa bodi ya ligi vichwa vinawauma sana na hawana kitu kingine cha kufanya dhidi ya kuamua hicho walichokiamua, kuwaita viongozi wa klabu ya Young Africans ili waketi meza moja, kama kuna shida waizungumze ili waweze kupeleka timu katika mchezo huo wa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Lakini tumejaribu kupiga story na watu kadha wa kadha kuelekea kwa mechi hiyo, na mashabiki wa kikosi na klabu ya Simba Sports Club wengi wamekuwa pia wakilaumu bodi ya ligi na kuilalamikia bodi ya ligi. Bana, moja kati ya taarifa ambayo imetembea sana katika mitandao ya kijamii ni ikionyesha mashabiki wa klabu ya Simba wakimlaumu na wakilalamikia uongozi wa bodi ya ligi kutokana na taarifa zao ambazo kutokana na kushindwa kusimamia sheria na taratibu za michezo ambazo bodi ya ligi na TFF wameshindwa kusimamia. Basi pia mashabiki wa klabu ya Young Africans nao mashabiki wa klabu ya Simba nao wameshaingia mtaani kulaumu na kupinga vikali maamuzi yanayofanywa na uongozi wa bodi ya ligi. Moja kati ya taarifa ambayo nimeamua nikuletee ili uweze kujua kwamba tayari huko kimeshawaka na kimeshanuka kweli kweli. Mpaka sasa mechi ya kufuzu hatua ya fainali kombe la CRDB Bank Federation, mechi ya Singida dhidi ya Simba Sports Club ilichezwa na kutamatika kwa Singida kuibuka na ushindi wa mabao 3-1, mabao ambayo yamefungwa na mashabiki wa Simba wakisema ni mabao marahisi kabisa kwa hii kufungwa timu yao. Ni dhahiri shahiri kwamba wamekubali na wamesha kwisha kukiri kwamba wao walikuwa hawako sawa, kwa maana ya kwamba walikuwa wamechoka kuelekea kwa mechi hizo, mechi 3 mfululizo ambazo wamecheza. Moja kati ya taarifa, mechi ambazo wamecheza siku karibia 9 kwa mechi zote 3, lakini viongozi wa klabu ya Simba wanachokizungumza kwamba matumaini yao yaliyobaki ni kombe la NBC Premier League ambalo sasa ili aonekane bingwa Simba Sports Club basi anahitaji Young Africans akacheze mchezo huo wa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Lakini kwa taarifa ambazo tunazo za kuaminika kabisa kutoka katika kalenda ya klabu ya Young Africans, unaambiwa tarehe 15
mwezi wa sita watasafiri kuelekea Rwanda kwenda kucheza na African Lion katika mechi ya kirafiki, mechi ya kimataifa ya kirafiki ambayo Young Africans wamealikwa. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kwamba hawatakuwa katika sehemu ya mchezo huo, na ni dhahiri shahiri kwamba msimamo wao ni ule ule kwamba hawatashiriki mechi hiyo kwa mara nyingine. Moja, hii ni taarifa ambayo inaweza ikakushangaza na ukafikiria kwamba ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa, lakini nikujuza tu ni kwamba hicho kinachoshikiliwa na uongozi wa klabu ya Young Africans ni swala ambalo wamezidi kusisitiziana, na kwamba katika vikao vyao vya matawi ambavyo wanaendelea navyo katika kusajili wanachama wapya, basi salamu imekuwa ni hiyo hiyo, hatuchezi. Lakini pia viongozi wao kama klabu wameendeleza kusisitiza kwamba wao hawatakuwa sehemu ya mchezo katika mchezo huo wa tarehe 15 ya mwezi wa sita. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vinashangaza sana ni kwamba bodi ya ligi wamekuwa wapore na tayari wameshakwisha kushusha makucha yao. Wanawataka Young Africans wakae nao meza moja ya mazungumzo ili waweze kutatua tofauti zilizopo na kumaliza sintofahamu zilizopo. Basi ikiwezekana Young Africans apeleke timu katika mchezo huo wa namba 184, mchezo ambao Yanga mwenyeji akiwakaribisha Simba Sports Club kama wageni, mchezo ambao ulitajwa kuchezwa March 8 na ukaahirishwa pasina kufuata sheria na taratibu. Kwa hiyo sasa unaona kabisa kwamba kama mashabiki wa Simba nao wameanza kuwasema viongozi wa bodi ya ligi kwamba hawakufuata sheria na kanuni na hawawezi kuzisimamia. Basi unaona kabisa kwamba katika hili uongozi wa bodi ya ligi kuna shida kubwa, na kama jinsi ambavyo Young Africans wanasema kwamba ili washiriki mchezo huo viongozi wa bodi ya ligi wajihuzuru. Pasina kujihuzuru kwa viongozi wa ligi, basi Young Africans hawatapeleka timu uwanjani na hawatakuwa sehemu ya mchezo huo ambao tayari umeshakwisha kupangiwa tarehe. Kitu ambacho kinasikitisha na kitu cha kushangaza ni kwamba serikali imeingilia kati suala hili la dabi hiyo ya Kariakoo. Naweza nikasema hivyo kwa sababu katika bunge imenukuliwa naibu waziri wa michezo, sanaa na utamaduni aliweza kutangaza uwanja wa Benjamin Mkapa kama ni uwanja ambao utakapofanyika hayo mashindano na mechi hiyo ya mtani wa jadi, kwa maana ya Young Africans wakiwakaribisha Simba, hali ya kuwa Young Africans wao wamegoma kushiriki mchezo huu. Lakini pia ni kinyume cha sheria na taratibu za FIFA na CAF kwamba kiongozi wa serikali kutangaza uwanja wa mashindano, kutokana na kwamba mamlaka zinazosimamia mchezo kwa maana ya bodi ya ligi na TFF wao ndo wenye mamlaka ya kutangaza uwanja wa mchezo husika. Lakini hii sasa imekuja tofauti, na hii ilinukuliwa kwa waziri wa michezo Bwana Paramagamba Kabudi. Aliweza kusema kwamba wao kama serikali hawawezi kuingilia masuala ya michezo na hawawezi kuyapangia mamlaka yanayosimamia soka la Tanzania kwamba nini cha kufanya, kwa sababu ni mamlaka ambazo zinajitegemea na wao jua ni nini cha kufanya. Bana, kwa taarifa ambazo tumezipata ni hizo, na sisi tukasema hizi hatuwezi tukakaa kimya, lazima tukuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii hapa ni HNT Media, hakikisha kwamba una drop comment yako hapo, lakini pia usisahau kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, hasa kwa Instagram utatupata kwa jina la HNT_TZ. Hapo utaweza kutupata na utapata tetesi za sajili hapa katika timu yako pendwa ya Young Africans, lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla. Langu jina naitwa Dio, tukutane katika updates zijazo ili kuhakikisha kwamba tunapatana kwa uzuri sana. Hakikisha pia una subscribe ili kuwa mwana familia wa HNT Media ambaye utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku kila wakati. Endelea kubaki nasi katika updates zijazo. Bye bye.